Ikhwani, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa maradhu darani o maradhu sallu, sema maradhi ya TB. Maradhi ya TB kwa wale ndugu zetu ambao wanasumbuliwa na tatizo la maradhi ya TB, basi kwa idhini yake tabaraka wa taala, embu sikilize, hii inaweza ikakufaa kwa siku ya leo au kwa siku za baadaye zijazo, kwa sababu mwanadamu kwa kawaida leo ni mzima, kesho anaweza akawa ni mgonjwa. Huwezi ukajua edha ni mimi au ni wewe, nani atakayekuwa kwanza kupatwa na maradhi ya TB. Lakini kabla sijaendelea, kwanza tuanze na taarif, yani tulijue tatizo walau hata kwa uchache. Nasema introduction, ma hiya maradhu darani, maradhi ya TB ni maradhi gani? Sasa wanawazuoni wa tiba za sunna hizi wao wameanza kuelezea maradhi haya ni maradhi ya aina gani, lakini pia wakaja wakatuelezea dalili za maradhi haya ni dalili zipi mtu anapokuwa na TB, lakini pia wakaja kutuelezea sababu za maradhi haya, kwa namna gani mtu anapatwa na maradhi ya TB, na mwisho wakatuambia tiba ya kutibia maradhi ya TB tutatibia kwa namna gani kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Sasa wanazuoni wanasema maradhu daran au maradhu salli ra'awi yahduthu bisababi al-adawi al-bacteria. Maradhi ya TB, tatizo la TB ni maradhi ambayo hutokea kwa sababu ya maambukizi ya bakteria ambayo husambaa kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu mwingine hadi kwenda kuleta athari katika mapafu ya mwanadamu. Wakad yantakilu min ash-shakhs al-akhar an tariq as-su'ali au al-'atas. Mwanazuoni anasema maradhi haya ya TB au bakteria wake husambaa kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine kwa njia ya atasi, yani mtu anapopiga chafya. Sasa na sisi wengi tumezoea unapiga chafya bila hata kifuniko chochote. Kwa hiyo ile hewa inapotoka sambamba na vijimatemate vinavyosambaa katika hewa vinatoka vikiambatana na bakteria, na bakteria wale wataendelea kuzagaa kwa sekunde kadhaa. Wanapompata mtu na wakaingia, tayari unakuwa umeshamwambukiza. Kwa hiyo kwa njia ya kupiga atas au suali, au kwa sababu ya nini, ya mafua, hasa yale mafua wanaita arrashah, yani ukipenga yale mafua vinatoka majimaji vingi, yani vinasambaa, ambao wengi sana huwa wanasumbuliwa na mafua ya namna hiyo. Haya ni mafua ambayo mara nyingi sana kwa mtu mwenye TB akiwa na mafua ya namna hii ni rahisi kusambaza bakteria wa TB katika hewa, na hatimaye mtu atakapokuja kuivuta ile hewa anaweza akawa amewachukua wale wadudu wa TB. Lakini pia mwanazuoni akaendelea kusema, wa inda isabati bihadhihi almarad satadhhar ala almarid a'rad kasu'al almustamir au khuruj ad-dam ma'a al-makhat au homa au fuqdan mufajaa alwazni. Mtu atakapopatwa sasa na bakteria hawa, basi mgonjwa ataenda kudhihirikiwa na mambo fulani fulani ya haraka yanaweza akaanza kumtokelezea wakati anapokuwa mwanzoni tu wa maambukizi ya bakteria wale. Yatatokelezea kama kasuali, yataanza kupata na vijimafua vya hapa na pale, tena vijimafua vyenye kuendelea, sualul mustamir, mafua yenye kuendelea, au khuruju damu, au akaanza kutokwa na damu mtu huyu, lakini damu yenyewe ma'al makhat, yakiwa yameambatana na nini, na makohozi. Ukitema pale kohozi limebeba donge la damu katika hali za namna hiyo. Lakini pia au homa, au mtu huyu pia anaweza kaambatana na homa wakati huo, au fukudani mufajaa lilwasni, au anaweza akakosa akapunguka nini ile
mizani yake nini, uzito uzito ukaanza kupunguka kwa haraka sana. Ndani ya mwezi mmoja unakuta mtu tayari kashakuwa mwembamba konda. Huyu vipi ndani ya mwezi mzima? Kumbe ni kwa sababu ya TB. Zote hizi zinaweza zikatokelezea tofauti baina ya mtu na mtu. Si kwamba zote hizi zinaweza kutokelezea kwa watu wote, kila anayepatwa na bakteria hao basi zote inaweza ikamtokelezea moja, zingine akawa nazo. Anaweza akawa nayo hii, mwingine akawa nayo hii, mwingine akawa hivyo, katika hali za namna hiyo. Hii ni ufupi tu wa kulitambua tatizo la TB, daranu, maradhu daran au maradhu salli, maradhi ya TB. Sasa baada ya kuwa umeshapatwa na maradhi haya, wewe mwenyewe utajitambuaje kwamba unasumbuliwa na maradhi ya TB? Manake lazima ujijue, maradhi ni mengi sana katika mwili wa mwanadamu, na mwanadamu anaugua maradhi aina tofauti. Je, unapopatwa maradhi ya TB utajitambuaje? Ni kwa dalili zipi zitakazokuashiria, zitakazokuwa ni alama ya kujulisha kwamba wewe unasumbuliwa na TB? Nitakueleza, nisikilize ndugu yangu, lakini kabla ya hapo nikujulishe na hata dawa yetu tunayo hapa, inaitwa Daranu TB. Kwa wale wenye kusumbuliwa na TB, sasa hii dawa iko tayari. Wengi wanatumia dawa za aina mbalimbali, lakini hawafikii mafanikio ya kuondosha tatizo la TB. Wallahi tallahi, mimi nakwambia, mimea iliyoko katika mchanganyo wa dawa yetu hii kutoka ndani ya nyumba ya tiba na dua na Sheikh Hamisi Suleimani, wallahi unaenda kupona kwa idhni yake tabaraka wa taala, yarhamukumullah. Sasa basi, moja ya dalili za mtu anayesumbuliwa na nini, na maradhu salli, maradhi ya TB, tunasema suali shadide yastamiru limuddati akthar min thalathati asabi'i. Huyu mtu ataanza kutokelezewa na mafua mepesi. Mafua mepesi hayo yatakayoenda walau ndani ya thalathatu asabi'i, yani wiki 3 mfululizo, mtu huyu akiwa katika shida ya mafua hayo. Hii ni moja ya kujulisha kwamba unasumbuliwa na TB. Kwa hiyo hata unywe dawa za aina mbalimbali au hizi dawa za biolojia hizi, mathalan wasema dawa zile za vidonge zile za machenga unakunywa na nini, kwamba zitaenda kukausha wapi, mpaka zitimie hizo wiki 3 katika hali za namna hiyo. Lakini dalili ya pili, shuuru bialami fi sadri, mwanzo nasema ni kuhisi maumivu katika kifua. Yani kifua chako unasikia kinauma, kina maumivu, unasikia kinabana, kifua mimi yani hivyo. Tumombe Mwenyezi Mungu atunusuru na ugonjwa huu, ni hatari zaidi ya hatari. Naambia Sheikh Hamisi Suleimani, nami naitaka hiyo dawa, inaitwa Daranu TB. Lakini pia khuruju dami au makhati maa suali, au mtu akawa na dalili ya kutokwa na damu iliyoambatana na makohozi. Unapokohoa makohozi yale yanaambatana na damu, au unapenga mafua, lakini unapopenga yale mafua yanapotoka yanatoka sambamba na damu. Subhanallah, wallahi Mungu atulinde na atunusuru. Hiyo ni dalili ya kujulisha kwamba unasumbuliwa na TB, maradhu salli. Lakini pia kitu kingine, dalili ya 3, kama itakuwa dalili ya 4, tunasema shuuru bidhafi au shuuru bitab shadid. Huyu mtu ambaye anasumbuliwa na tatizo la TB atakuwa na dhaifu, atakuwa na taab. Yani dhaifu ni ule udhaifu wa kimwili, yani mwili wako uko dhaifu tu. Na taab ni kama vile tabu ya kimwili, mwili umenyong'onya tu, najisi tu tabu tu, yani vitu vya namna hiyo. Hii ni dalili ya kutambulisha ya kwamba unasumbuliwa na maradhi ya TB, tunasema daranu au maradhu salli.
Lakini dalili ambayo itakuwa ni dalili ya 5 tunasema fuqdani mufajaa lilwazni, kupunguka kwa haraka mno uzito wako. Ulikuwa na kilo 80 lakini ndani ya mwezi mmoja umeshuka mpaka kilo 60, 65. Si hali ya kawaida hiyo. Hiyo ni moja dalili ya kujulisha kwamba una maradhi ya TB. Lakini dalili ya 6 tunasema al-qasharira wal-bardi. Mtu huyu atakuwa na hali ya kupatwa na baridi, yani anahisi tu mwili wake tu ni baridi, hata kama ni pwani. Kwa kwetu Tanzania, miji ya pwani kama Tanga, Dar es Salaam, Pwani, Lindi, Mtwara huko. Lakini pamoja ya kwamba yupo katika miji yenye joto, mtu huyu yeye anahisi kwake ni baridi tu. Yani hata feni akafungulia mtu jirani akasema, hebu zima hiyo feni bana, mimi nasikia baridi huku. Unashangaa hii baridi ya vipi hiyo? Kumbe huyu ana tatizo la TB. Wakasharira. Na hiyo baridi kuwa nahisi sambamba kama na mitetemeko ile. Unajua mtu akiwa na baridi anakuwa hebu nipe ile blanketi jifunike namna hiyo. Hiyo ni dalili ya kujulisha kwamba unasumbuliwa na maradhi ya TB. Aba dalili ya 7 tunasema homa. Mtu huyu atakuwa na homa. Tena homa nyepesi zenye kuendelea kwa muda mrefu. Lakini dalili ya 8 tunasema taaruku, khasata fi layl. Mtu huyu anapokuwa amelala usingizini usiku, yeye ni mtu wa kutokwa na jasho sana. Melala pale, hata ule mchego mto wake aliochegemea kichwa chake anakuta umeroa kwa joto. Na pengine mtu huyu yupo katika miji yenye baridi kali, miji yenye baridi kali ambayo ni aghlab sana kutokwa na jasho ukiwa umelala usingizini kwa ile baridi, lakini unakuta mtu anatokwa na jasho inamkatika. Ama dalili ya 9 tunasema fuqdanu shihia. Mtu mwenye tatizo la TB ana shida ya kupata hamu ya kula, yani kula kwake ni kwa tabu mno katika hali za namna ya kila kidogo tu nimeshiba. Na hata hivyo mpaka msema basi njoo kula kidogo, kama ni mke tena ndo kumwambia mume wangu basi kula hata kidogo basi, utaishije hivi bila kula wewe, mpaka apepe maneno mazuri matamu. Haya basi msogezee hapo kidogo. Lakini si kwamba anakula akiwa na ile hamu, bal anakula kwa sababu tu pengine amridhishe yule aliyepika, au afate tu ule ushauri kwamba usipokula itakuwaje, lakini kwa hamu ya kula anakuwa hana. Hiyo ni dalili ya kupata na tatizo la TB. Na dawa yetu ipo. Hii ni chupa moja ambayo ina wenza wake kwenda kukamilisha dozi kamili. Naambie Sheikh Hamis Suleimani, nami naitaka hiyo dawa ya Daranu TB. Ama dalili ya 10 tunasema isabati bisuali almashubi bi khuruji dami, kupatwa na mafua yaliyoambatana na damu. Hiyo dalili ya 10. Ama dalili ya 11 tunasema shuuru bitabi am, mwili mzima utajikuta uko umechoka tu kwa tabu. Lakini dalili ya 11 tunasema irtifaa darajatu hararatu almusab, tunasema ni kupanda joto la mwili. Centigrade za joto zinapanda. Kwa kawaida mwanadamu ana kipimo chake halisi cha joto, ingawa hatuwezi kulingana wote, ila kuna kipimo ambacho kikizidi hilo ni tatizo. Ndio maana hata kipindi kile cha corona ukipimwa tu eneo hili la paji la uso, yani ile temperature ikionekana imepanda juu zaidi, unaonekana wewe hili ni tatizo, hebu kaa pembeni kwanza huku tuweze kukufanyia research. Unaona sasa, na TB ina kawaida hiyo ya kupandisha joto. Sasa joto linapopanda kiwango ambacho hakihitajiki katika mwili wa mwanadamu, hii ni moja dalili ya kujulisha kwamba unasumbuliwa na maradhi ya Daranu TB. Aba dalili nyingine tusema shuuru bi alami fi umudi alfiqari wa dha'f almusab, ni kupata udhaifu katika umudi alfiqari. Umudi alfiqari ni hizi pingili za mgongo hizi, zile pingili za mgongo. Acha diski za mgongo au sijui nini, zile pingili za mgongo unakuwa ni dhaifu,
kama mimi mgongo wangu sijui na nini, kuchoka mgongo huu, vitu vya namna hiyo. Hii ni dalili ya kujulisha kwamba una tatizo la TB, na Mwenyezi Mungu atulinde kwa idhini yake Rahmani. Ikhwan, ndugu zangu, dawa ya TB ipo tayari, ila kulingana na muda nitakuja kuelezeni siku nyingine sababu zinazopelekea wewe kupatwa na TB. Yapo mambo mengi sana, zipo sababu nyingi sana ambazo ukiwa nazo tu hizo, basi ni moja kwa moja inakupelekea wewe kuwa ni muhanga wa karibu zaidi, au mtu ambaye upo hatarini kuweza kupatwa na tatizo la TB. Ikhwan, ndugu zangu, mimi napatikana Dar es Salaam. Dar es Salaam ndio makazi yetu na ndio ofisi yetu na ndio makao makuu ya nyumba ya tiba na dua. Kwa wale waliopo Dar es Salaam ni rahisi sana wewe kuipata Daranu TB. Lakini kama upo mikoani, wilayani, naambie ni wilaya gani, mkoa gani, tutakufikishia huko ulipo. Ama kwa wale waliopo nchi za nje, tunasema maana bara Asia, bara Amerika, Europa na kwingineko, wewe naambie tu Sheikh Hamis Suleimani, na mimi nataka hiyo Daranu TB. Nitakusafirishia kwa weledi na kwa uaminifu mkubwa sana, na itakufikia huko ulipo, na kwa idhini yake Rahmani sote tutamshukuru Mwenyezi Mungu kwa pamoja. Minna dua wa min Allahi al-ijaba. Sisi tunaomba dua na kwake Allah ndipo panapotoka majibu. Yani sisi tunatibia na Mwenyezi Mungu ndiye anayeponyesha katika hali za namna hiyo. Inshallah mimi ni kuagi kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.